harvest. Mavuno. Nadhani kila mmoja anajua kitu ambayo inaitwa mavuno. Leo tunaenda kuzungumzia mavuno, lakini sio mavuno ambayo ile ya nje ambayo ya watu, ama ya mavuno ya vyakula, mavuno kwa watu wa Kristo ambayo wamempokea Kristo. Na waje tukaweze kuamini kwaje kwa neno la siku ya leo. Baba, tunasema ni asante kwa wakati huu. Utukufu na sifa ni kwako Baba, naposimama hapa mbele kwa watoto wako Baba, kile ambayo naenda kuzungumza waje ukaweze kukaa ndani yao, ukafungue moyo zao, ukafungue masikio yao ya ndani, wanaposikia hii Baba neno waje kaweze kubadilisha kila mmoja, hata kuanzia kwa mimi mwenyewe. Mungu kaweze kunichonga na kaweze kunisimamisha, na utukufu na sifa ni kwako. Wewe ndiye mweza na wewe ndiye mtetezi Baba. Kila jambo nakabidhi mikononi mwako Baba, mawazo yetu na masomo yetu na vile ambavyo tunajua Baba tunaiweka kando, na wewe zidi kutuongoza na Roho Mtakatifu kwa kila jambo, na utukufu na sifa ni kwako. Ukainuliwe na ukaabudiwe, na ni kwa Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen. Vile ambayo nilikuwa nimezungumza, tunaenda kuzungumza kuhusu mavuno. Wacha tukaweze kuangalia kitabu Mathayo 9 kuanzia 35 hadi 38. Mungu anazungumza nini pale? Msomaji wa Kiswahili unaweza ukanisomea. Inasema hivi. Mathayo 9 kuanzia 35 mpaka 39 inasema hivi: Yesu alitembelea miji yote na vijiji, akafundisha katika masinagogi yao, akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. Basi alipowaona watu makundi kwa makundi, aliwaonea huruma, kwa sababu walikuwa hoi na wenye wasiwasi kama kondoo wasio na mchungaji. Hapo akawaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini wafanyakazi ni wachache. Basi muombeni mwenye mavuno atume wafanyakazi wavune mavuno yake. Amen. Vile ambaye nilikuwa nimekueleza, Yesu anazungumza kuhusu mavuno. Mavuno ni nini? Tuko na mavuno aina mbili, ambaye ile tumezoea na mavuno ya Yesu Kristo. Mavuno ambaye ile tumezoea ni ya kwamba unapolima kitu, unapolima unatarajia kitu fulani. Kama umelima mahindi, umelima korokoro 2, unatarajia upate gunia 10. Na unapopata hizo gunia 10, furaha inakuwa ndani yako na mpango zako, unafurahia kwa kila jambo. Na unapopanda korokoro 2 na ukose kupata hata korokoro 1, je, nani anaweza akafurahia? Nataka nione tu mwenye ambaye anaweza akafurahia kama amepanda mahindi korokoro 2 na paka hata hiyo 2 amekosa, amepata tu 1, kama anaweza akafurahia. Hakuna mwenye ambaye ako tayari kufurahia kwa hiyo. Hapo ndio Mungu anatuambia mavuno ni mengi, lakini wavunaji ni wachache. Inamaanisha nini? Wewe ambaye umeokoka, lakini tangu wokovu wako hakuna mtu mwingine amekopi kupitia kwa wokovu wako naye pia akaokoka. Hiyo ndio mavuno ambayo nazungumza. Tangu uokoke, watu wangapi ambayo uko na uhakika nao umewavuna, umewaleta kwa Kristo, nao pia wamesimama. Hata ukienda wapi, hata wakienda wapi, uko na ushahidi, uko na courage ya kusema watu wameokoka. Ni watu wangapi? Nataka nione mwenye ambaye anasema
watu ambaye amevuna, na watu ako na uhakika hata waende wapi, waende India, waende ng'ambo, ako na uhakika watu wako na Kristo. Hiyo inafanyika ya kwamba tunapokuwa Mungu ametuokoa, wokovu wetu tunakuwa manao. Hata kwa ploti zetu hakuna mtu ambaye anajua wewe kama umeokoka. Wale ambao wanakujua wanajua tu wewe ni mama sengenyo, wewe ni mama ambaye wa fitina, wewe ni mama ambaye ni wachuki, hata ni mama wa ubinafsi. Paka tumeingiza kwa wokovu. Ani umeokoka na umekwama tu na wokovu. Utaki kuambia mwingine. Hapo ndio Yesu anasema mavuno ni mengi lakini wavunaji ni wachache. Inaashiria ya kwamba sisi ambaye tumeokoka, siku moja ambayo umeokoka, hiyo ndio siku unagojwa ya kwamba hiyo wokovu umeipata, na inafaa niambie mwingine na pia akaweze kuokoka. Ani usikwame na wokovu, mavuno ni mengi. Unataka kuniambia hapa Kibira sisi peke yetu ndio ambaye tulikuwa na dhambi, ambaye tunaweza kuokoka tukamjua mwangaza? Kama sisi peke yetu, tuko na watu wengine. Na wewe ambaye umeokoka, tuko na wale ambao umekuja naye. Na hiyo ndio kitu inakoza ndani yetu tunapokuwa na wokovu. Hasa sisi ambao tumeokoka, tukifika kazini wokovu wetu tunaweka chini. Wokovu wetu tutaki wokovu uonekane. Nishashuhudia siku moja, nilikuwa na dada yangu ambaye alikuwa ameokoka. Akitoka nyumbani alikuwa Mkristo mzuri sana. Alikuwa mtu amesimama na Yesu. Lakini alipofika huku kazi ilimbadilisha. Saa hii anaitwa Shamini. Alibadilisha jina kwa kazi. Sasa wokovu wake akaiweka chini, akaweka kazi mbele. Hiyo ndio vitu ambavyo tunafanya hata sisi ambao tumeokoka. Unapata mtu ameokoka lakini anapofika kwa muhindi, anaabudu muhindi, anaabudu vitu ambavyo viko pale. Ameweka wokovu mbele. Mama, kuliko aonyeshe Yesu wake, hata muhindi naye pia ashuhudie, akaweze kuokoka. Hivyo vyote tunavifanya tena kinyume. Je, hiyo ndio mavuno Yesu alituambia? Alituambia tuaibikie jina lake. Alituambia tuende tukavune na tukatangaza habari njema kwa wale ambao wako duniani. Mpendwa, nilikuwa niulize tu mmoja, nani ambaye ako na uhakika tangu aokoke, na mtu ambaye naye pia kupitia kwake ameokoka, na kuna kale huyo mtu amesimama, hata akimtuma Tanzania atahubiri Injili, hata akimtuma wapi anajua huyo mtu ako na wokovu, anaweza kaanguka. Kwa hivyo kama tunakosa, tunafaa tujiangalie sisi ambao wa Kristo. Tujiangalie njia zetu na wokovu wetu ambao tuko nayo. Tusije tukaangalia wokovu wetu ikawa kwa sisi na tukakosa kuvuna watu ambao wako pale kwa dhambi. Na ni nini inafanya watu wakosa kutoka pale kwa dhambi? Ni nini ambaye inafanya watu wakose kutoka pale kwa dhambi? Matendo yako ambayo inapoonekana kuproach mpendwa, mtu aweza akakutamani akufati. Kujua nini? Matendo yako unavaa ibada siku ya Sunday, lakini inapofika siku kuanzia Monday hadi Saturday, vitu ambayo unapovifanya Yesu vikaashiria Yesu ambaye uko ndani. Huyo mtu uwezo ukamvuna pale na ukamlete kwa Yesu. Hata sisi ambayo wahubiri ambayo tunapohubiri nje, unapohubiria mtu ya kwamba usikunywe pombe, na we mwenyewe ulikifika masaa fulani nasema inakunywa kidogo na njoo stress. Mpendwa, hiyo kitu itasaidia? Hakuna mtu ambaye itamsaidia. Ataona hiyo matendo kumbe ambaye anatenda ni mzuri. Na hiyo ndio vitu ambavyo tuko ndani tunaingia naye paka hata kwa makanisa. Unapata mtu ambaye ameokoka lakini aweza akaaja utumatuni ya kwao, aweza akaaja uchawi ya kwao, aweza akaaja mailizi ambaye alipewa na mababu.
na huku wanajua huyu ni mtu ameokoka, na mababu nao pia wanajua huyu ako na kitu yetu, ni Elisa ako nayo. Mpendwa, tunaelekea wapi? Yesu Kristo akaweze kusaidia, kwa sababu tuwezi tukafanya na nguvu zetu, na tuwezi tukafanya vile ambavyo tunajua. Ni Kristo peke yake ndiye ataweza kusaidia, kama tutamwamini na tukajua ya kwamba kile ambacho tunapoifanya, je, itamrudishia utukufu? Itafanya mwingine akuje kwa Yesu? Wewe mwenyewe jiangalie. Hata ukiwa kazini, watu wangapi ambayo umewaambia kuhusu huyu Yesu? Watu wangapi ambayo umefanya hata kama uombi nao, lakini kulingana neno ambayo waingiza ndani, umewaacha pale, uko na uhakika watu walibadilishwa na hiyo jina. Paulo alikuwa na courage na watu ambao alipokutana nao, wakina Filimoni, wakina Tito, au wote wakina Timotheo, alikuwa na uhakika, anajua ya kwamba huyu mtu inapomwacha hapa, hata niende wapi, huyu mtu amesimama na Yesu. Hiyo ndio kitu ambayo nilikuwa nauliza, je, wako na uhakika kani tangu uokoke? Hata kuanzia tu kwa nyumba yako, uko na courage ukisema ya kwamba familia yangu imesimama kwa wokovu? Na hivyo vyote tutaingia ndani tukajiulize, je, ni nini inafanya tukoze kupata mavuno? Lakini tunapokoza kuomba kwa hiyo jambo, mpendwa, tutasema tumeokoka, lakini baadaye Yesu anapotuangalia atatuona ya kwamba ile kazi aliyotutuma hakuna kitu tulifanya. Na sisi ambao tunasema ya kwamba tumeokoka, wapendwa, Yesu Kristo akaweza kutia nguvu, atutoe aibu ndani, tukaweze kuvaa Yesu kuliko kuvaa matendo ya watu, tuvaa vitu ya watu ama masengenyo, na tukaweza kuvuna watu wakaweza kumrudia Kristo, na itakuwa vyema. Kwa hivyo wewe ndio unajua, unaelewa Yesu alipotutuma. Lakini kwa hii dunia watu wako na hesabu. Anapopata kitu, hiyo kitu anaitunza kama yake. Hata kama ni mavazi anaitunza kama yake, kama ni simu anaitunza kama yake, hata kama ni vyakula anavitunza kama vyake. Lakini neno la Mungu hiyo inachukuliwa tu ni ya wale. Hiyo inakosa kuwa na maana, kwa sababu haiwezi kuwa maana yake. Na sisi ambayo watu tumeokoka, Kristo akaweza kusaidia, kwa sababu tuwezi tukafanya vile ambayo tunajua na vile ambayo tunaweza peke yetu na nguvu zetu. Kristo peke yake ndiye ataweza kusaidia. Ukaweza kujiangalia kwa maisha yako, nani amefuata tangu uokoke, matendo yako ambayo amefuata hata naye pia akaokoka. Na ni nini? Alafu tena ukajipiga hesabu. Bona unapoambia mtu anakuangalia tu, hata anaanza kucheka, anaona tu kulingana wokovu ambayo unaponiambia na kulingana vile anakujua, mpendo, hiyo sio wokovu. Hivyo ndio vitu ambayo watu wanatuona huko nje. Hivyo ndio vitu ambayo watu ambayo tumeokoka tunaibikia Yesu, na Yesu Kristo akaweza kusaidia, na itakuwa vyema. Utavuna kama utakuwa na upendo. Lakini unapokosa upendo, mpendwa, hakuna kitu ambayo utavuna pale. Kwa sababu huyo mtu utaenda kumweleza kwamba jinsi Yesu ambaye alipokutendea, jinsi Yesu ambaye aliyokufanyia, ukimweleza kwa upendo, huyo mtu ataweza kuokoka na ataweza kumrudia Yesu, kama utamweleza kupitia kwa upendo. Lakini kama tunakosa upendo, unafikiria utavuna nini? Utavuna nini? Na Yesu Kristo akaweza kusaidia, na itakuwa vyema. Waje tukaende kuangalia Waroma 5. Waroma 5:5 pale Yesu anazungumzia kupitia kwa Paulo kuhusu upendo ambaye Yesu alitupea.
Kama umefika pale unaweza kusoma Waroma 5 kuanzia 5 hadi 6. Waroma 5 kuanzia 5 mpaka 6 inasema hivi: tuamini hilo, haliwezi kutuhadaa, maana Mungu amekwisha mimina mioni mwetu upendo wake kwa njia ya Roho Mtakatifu aliyetujalia. Tulipokuwa bado wanyonge, Kristo wakati ulipotimia alikufa kwa ajili yetu sisi waovu. Amen. Upendo ilifanya Yesu akaacha kiti ya enzi juu, akakuja hapa chini ya jua kwa sababu ya kutukufia sisi. Kutukufia sisi tukaweza kutoka kwa dhambi, tusafishwe na damu yake. Na hiyo kusafishwa na damu yake akatwambia ya kwamba nimewambieni, endeni mkahubiri habari njema, na yote anapoamini ataokolewa kupitia kwa jina langu. Lakini siku hizi kama unapata mtu ambaye anasema anatangaza Yesu, ataacha kutangaza Yesu ambaye aliyemsaidia, anaanza kutangaza kanisa. Hivyo ndio vitu ambayo Wakristo tumepotea. Unapata tumekaa kwa kikundi, tunaanza kusemesana ya kwamba kanisa fulani ndio sawa, pasa fulani ndio sawa. Huyu pasa unapoenda kwake shida zimeondoka. Anatangaza pasa kuliko atangaze Kristo ambaye aliyomuokoa. Sasa ukianza kutangaza pasa na Mungu akikuangalia sifa zako zote umeweka kwa pasa, je, kutakuwaje? Na hizo ndio vitu ambazo zinatuangusha sisi haswa wa Kristo, kwa sababu tumekosa upendo wa Kristo kutangaza jinsi aliyotukufia kwa dhambi zetu. Tunaanza kutangaza jinsi ambayo watu wanapotusaidia. Tunaanza kutangaza jinsi ambayo nani atasimama 2022. Na hiyo tuko ndani tumesimama kabisa, na wewe ni Mkristo ambaye umeokoka. Mpendwa, tunaelekea wapi? Hiyo ndio mavuno ambayo Yesu anatuambia. Na hiyo ndio mavuno ambayo tunafaa tuvune. Tuvune kujulikana kwa siasa. Tuvune kujulikana kwa mambo ambayo yetu utukufu kwake. Mungu akaweze kusamea kwa yote ambayo tuliyotenda. Na itakuwa vyema kama utamkubali akaweze kuongoza. Ukajua ya kwamba kazi aliyotupea ni kazi ya kuvuna kwa wale aliyetukufia msalabani, kwa sababu sisi tulikuwa watenda dhambi. Tukuweza kutoka ndani peke yetu, tukuweza kutoka ndani na nguvu zetu. Nani anataka kuniambia wazazi wanaweza wakakutoa kwa dhambi? Wala rais anaweza akakutoa kwa dhambi kama sio Mungu, neema ya Mungu. Kwa hivyo tukajue upendo ambao Yesu aliyeka ndani zetu, na upendo hiyo tuongoze na tuangazie kwa wengine wakaweza kumrudia Mungu, na itakuwa vyema. Hiyo upendo tusibaki ndio nayo. Hiyo upendo tusibaki tu naye tukitangazia jinsi ambaye nani atafanya hii nini, ambayo miradi gani ambayo itakuwa kwa kanisa. Lakini hiyo miradi ambayo tunataka kwa kanisa, kukuja na mtu ambaye uko na uhakika naye, ukisema ya kwamba wewe nimekuja naye na atasimama na kazi ya Mungu, niko na yeye uhakika 100% atasimama na kazi ya Mungu, na itakuwa vyema. Lakini sisi tunachukua ambaye hii kazi ya Mungu inakuwa kama ni ya familia. Mungu anaweza kukuunganisha na mtu ambaye uwezo kumjua anatoka wapi, lakini kuunganisha naye alitaka mkafanye naye kazi pamoja, lakini kulingana ubinafsi na kulingana vile ambayo tunaangalia, tunasema ya kwamba huyu mtu aweza akafanya na sisi kazi, tulingana vile ambayo atatuchungulia vile ambayo vitu tunapovifanya. Sasa mnamweka kando, na huyo ndio Mungu alikuunganisha na. Unachukua familia yako, unasema hiyo familia waje kaweze kusimama kwa hii kazi. Unachukua mtoto wako, unasema huyo ndio naye pia Mungu amemwita. Na hiyo Mungu hajawahi muita, lakini kwa sababu kuna ubinafsi
hakuna upendo ndani yetu. Tunataka tufanye hiyo kazi kulingana vile ambaye sisi wenyewe tunajua. Na hapo ndio Yesu anapotuangalia. Hata familia yako unaweza kuwa ulioambia lakini walikataa wokovu. Lakini ile Mungu amekutuma nje, umevuna watu na amekwambia hao ndio utafanya nao. Na sasa kulingana na mawazo yako unasema hawa si watu siwajua wa kabila fulani, waje nikaweza kufanya na familia yangu, na familia yake hajaiokoka, imekataa wokovu. Je, hiyo ndio upendo ambao Yesu alitukufia? Na Yesu alituambia tukakaa hivyo. Kwa hivyo wapendwa, tukaweza kujiangalia mavuno yetu ni gani, na vile tumevuna tumesaidia watu wangapi? Si kusaidia kwa vitu. Unajua watu walikosa kujua walikosa kuelewa ya kwamba mtu unapomwendea na ukaweza kumtoa kwa dhambi, wewe kuna tuzo kubwa utasawadiwa na Mungu kuliko kwa yule mtu amebeba gunia ya mchele ama ya marago, amepatia mtu na hajamwambia wokovu ni nini. Uona mshinda yule mtu hata wewe kama hakuna kitu ulimpea. Ukitaka ujue ya kwamba wewe ndio unakuwa mtu wa maana. Wakati Yohana na Petro walipoenda kwa kanisa na wakakutana na kilema alipokuwa pale anaomba. Huyo kilema alipokuwa anaomba alikuwa anasaidiwa pesa kila siku, lakini pesa hakuna siku imemsaidia, ikamtoa kwa ulemavu. Lakini Petro na Yohana walipoenda pale wakamwambia kwamba sisi hakuna kitu cha kupea, lakini ile ambayo tutakupea, amuka na ukaweze kufunga bilako zako uende kwa nyumba. Nao watu alipomwambia hivyo, huyo mtu aliokoka na akaweza kushuhudia nguvu za Mungu, na akaweza kuamuka naye pia mwenyewe akaingia kwa kanisa. Huyo ndio mtu ambaye amekusaidia kutoka kwa hiyo dhambi ambayo uko ndani, kuliko mtu ambaye alikuwa anakupea pesa lakini hawezi kusaidia ukaweza kutoka kwa hiyo situation ambayo uko ndani. Hapo ndio sisi wa Kristo tunajiangusha. Tunaona ya kwamba sisi ukitaka kusaidia mtu lazima uko na kitu fulani, ama uko na fedha ndio kaweza kuwa umesaidia mtu. Hapo tunakosea. Lazima uko na jambo fulani ukaonyeshe wewe mtu ndiye akaweza kujua hata wewe umeokoka. Lakini unapongojea hivyo, ule mtu Mungu amekutuma pale lakini umekataa kumwambia ukweli mapema, huyo mtu Mungu atachukuliwa pale, na siku yake ambayo ilikuwa unafaa mwambie ukweli ndio utaanza kusema hata Mungu aliniambia nimwambie ukweli, lakini sasa ameenda. Nitasema hiyo ndio itakuhukumu kwa sababu hukutimiza vile Yesu alikwambia. Kwa hivyo tunafaa tuangalie hata kama ni bosi yako na Mungu anakuambia mwambie hii matendo ambayo anapoitenda hata kufukuza kazi, Mungu amekuandalia kazi nyingine mbele. Lakini sisi tunaangalia kazi, tunaweka wokovu wetu chini. Na hivyo ndio Yesu anapotuangalia anaona sisi hakuna mahali tunaenda. Kwa hivyo wapendwa, tuangaliane mavuno zetu. Hata ikiwa kwa mabosi zetu, hata ikiwa kwa majirani, hata ikiwa kwa pasa wako, hata unaweza usema pasa haweza kaanguka, hata pasa anaweza kaanguka. Na wewe unakaanga hapo nyuma, lakini matendo ambayo pasa anapoifanya hapa mbele, unaona hiyo matendo hizi kukufurahisha. Lakini uwezo ukamwambia, unajua huyu pasa aliokoka mbele yangu, sasa nikimwambia ukweli, huyu pasa atasikia vibaya na wataniona aje. Na huyu wewe umekuja kuokoa pasa, kufuna pasa kutoka kwa dhambi ambayo iko ndani. Na huyo pasa anapokubali akaweza kuokoka na akaweza kusimama tena, na itakuwa vyema. Lakini sisi tunapojiangalia ni sisi, ama tunapojidharau, tunakuwa na watu ambao tunaambia na wengine tuambie wapendwa, hapo sio upendo wa Yesu. Na Yesu akaweza kusaidia na itakuwa vyema. Waje tukaweza kusoma tena kwa hiyo tu Waroma 7. Waroma 7 kuanzia 5 hadi 8. Inasema hivi: maana tulipokuwa tukiishi kimaumbile tu,
Tamaa mbaya zikichochewa na sheria zilifanya kazi katika miili yetu na kuchuma pato la kifo. Lakini sasa tumekuwa huru kutokana na vifungo vya sheria, kwa sababu tumekufa kuhusu lile jambo lililotufanya sisi watumwa. Sasa tunamtumikia kufuatana na maisha mapya ya roho, na si kwa kufuatana na hali ile ya kale ya sheria iliyoandikwa. Je, tuseme basi kwamba sheria ni dhambi? Hata kidogo! Lakini bila sheria mimi nisingalijua dhambi ni kitu gani, maana nisingalijua ni nini hasa kutamani mabaya, kama sheria isingelikuwa imesema usitamani. Kwa kuitumia hiyo amri, dhambi ilipata fursa ya kuamsha kila aina ya tamaa mbaya ndani yangu, maana bila sheria dhambi ni kitu kilichokufa. Amen. Kwa hivyo wapendwa, tuangalie jinsi ambayo tulipookoka, na saa hii ile kazi ambayo tunapoifanya tunamtangaza nani? Tunamtangaza nani? Lakini tunakuanga pale tumeokoka, lakini tamaa za kale ambayo bado zinatufuata, ambayo sheria za kale zinatufuata, sheria za udumaduni zimetufuata, sheria za kwetu zimetufuata. Hizo ndio vitu tumeokoka, lakini bado tuko ndani, na Yesu Kristo akaweza tusaidia, kwa sababu hizo vitu kama tukoza tukataa, tutasema ya kwamba tunaendelea mbele, lakini hakuna mbele tunaenda, tutajipata bado tuko nyuma. Kwa juu ukipata mtu ambaye ako na sheria zake za kale, udumaduni ako ndani. Sasa hata hii wakati Christmas inafika hivi, tuko na wale kila tarehe 10 ama tarehe siku tuko na siku ambayo ameweka kwa siku ya Desemba. Tuko na siku ambayo wameiweka hiyo, wanafanya udumaduni yao. Na huyu mtu anatoka huku Nairobi akienda nyumbani, akienda kutimiza hiyo vitu vyao vya kale, lazima vitimie, kwa sababu ukikoza kuenda pale utaonekana kama wewe ndio wa hiyo familia, kama wewe ni mmoja wao. Hata kama mimi ni mmoja wao, Mungu akaweze kusaidia tukaweze kutoka kwa utamaduni, na itakuwa vyema. Mavuno ni mengi. Hata wakati tulipoenda shule, tuko na vile wazazi walikuwa wanatarajia kitu gani ambayo tunafaa kupata pale, lakini ulipofuatiliwa na kumaliza masomo yako, ni kitu gani ambayo ulivuna wazazi wakafurahia? Wakati ulishindwa kulingana lengo lao vile ambayo walikuwa wanatarajia, walifurahi? Wakufurahia, si ndio? Lakini sasa hata Yesu pia kwa hivyo, unapokuwa umeokoka na hakuna jambo yote unatangaza kuhusu wokovu, usitarajia ati Yesu atafurahia pale. Usitarajia ati Yesu sasa atasema umefanya vizuri. Hapana. Tujue ya kwamba kazi ambayo tuliopewa tukaweza kuangazia wengine wakaweza kutoka kwa dhambi, na itakuwa vyema. Lakini sisi tunapoambia kwamba tumeanguka, kitu cha kwanza ni madharau. Tunaangalia umri ya mtu, unaangalia maeneo ya huyo mtu anatoka wapi, unaangalia kabila yake ni gani. Sasa hiyo wokovu, hata mtu akikwambia jambo ya kwamba inaweza kukutoa kwa dhambi, una hiyo jambo unaona tu hiyo ni mavi, uweze kuona kama inaweza kukusaidia. Na hiyo ndio sisi wokovu ambayo tumekuwa na tumekaa ndani. Kwa hivyo wapendwa, kaweza kuangaza neno zetu, kaangalia njia zetu, na Mungu akaweza kusaidia, kwa sababu kama tutabadilisha, tutakaa kwa hiyo hali ambayo tuko ndani, na hakuna mtu ambaye utabadilisha akaingia kwa wokovu, kwa sababu anapotuangalia wewe ndio mtu ambaye umeokoka,
lakini masengenyo kwa ndani yako, huyu mtu aweza kaokoka na Mungu akaweza kusaidia na itakuwa vyema. Na tu kwa hivyo vile Mungu ametufundisha kwa siku ya leo, mavuno ni mengi lakini wavunaji ni wachache. Je, umevuna wangapi? Hiyo ndio swali unapotembea nayo. Ukiwa kazini, ukiwa wapi, ukajiulize umevuna wangapi? Hata kama uko shule, umevuna wangapi? Na Mungu ataweza kusaidia. Kwa hivyo mimi nashukuru kwa neno la siku ya leo, vile ambayo umesikia, na Mungu akaweza kusaidia. Kama uko na swali unaweza kauliza, na kama uko na himizo pia unaweza kaimiza. Itakuwa vyema kwa sababu tuko kwa mafundisho. Mwenye swali kuhusu mavuno? Sawa, hakuna. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu kwa ajili kwa hiyo neno. Ikaweze kusaidia haswa sisi ambayo Wakristo tumeokoka. Sio watu ambayo wako nje, watu ambayo tumeokoka. Vile ambayo tuliokoka tumevuna nini? Usiangalie vitu. Najua sana sana watu ambayo tunaangalia vile ambayo waliokoka, saa hii vile hali ambayo uko na hali ambayo ulikuwa ndani. Kile ambacho tunaweka mbele ni mavazi, tukaweka mbele pesa, tukaweka mbele ani mafanikio ndio tunaweka mbele. Ukiuliza mtu atakwambia mimi 2021 nilifanya hii, 2022 natarajia kufanya hii. Lakini kwa wokovu je, unatarajia kufanya nini? Hiyo ndio swali unapotembea naye alipopote unapokuwa, na ukaweze kuvuna wengine wakuja kwa Kristo, na itakuwa vyema. Wacha tukaweze kuamini. Baba, tunasema ni asante kwa wakati huu. Utukufu na sifa ni kwako. Umekuwa mwaminifu, umekuwa mwezesha kwa kila jambo. Bwana, ulipotutuma kwa kazi yako Baba, tumefifia na tunakubali Yesu ukaweze kusimama nasi, ukaweze kutuongoza tena. Usituaje Bwana tukaweze kuangamia, na Mungu tukaweze kusimama jinsi ambayo tukiogopa kazi yako. Na Bwana, utukufu na sifa ni kwako. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu. Asante Bwana kwa vile ambavyo umetenda. Asante Bwana kwa vile ambavyo umetukemea. Asante Bwana kwa vile ambavyo umetunyorosha. Bwana, waje tukaweze kufanya kazi yako, na Mungu mavuno ambayo ulitutuma tukaweze kuvuna watu wakakuje kwako. Na Bwana, utukufu na sifa ni kwako. Na ni kwa Yesu Kristo Mungu anikiamini.